Mkataba wa Simba na Selemani Mwalimu Gomez kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba inaelezwa kwamba wanakwenda kutamatika mwishoni mwa msimu huu, na tayari Selemani Mwalimu itamgharimu arejee kunako timu yake ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco, ambako ndiko klabu yake inayomiliki, na tunafahamu kwamba yupo kwa mkopo katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna story ambazo zimeibuka kwamba Young Africans tayari wameshapeleka ofa katika klabu ya Wydad Casablanca huko nchini Morocco wakimhitaji tena nyota Selemani Mwalimu Gomez. Na kwenda kuangazia Selemani Mwalimu amewekwa njia panda na vigogo wa Kariakoo. Ipi ni sehemu yake sahihi, na je, Wydad Casablanca wako tayari kumwachia tena kuwa mbali na timu yao? Nitakwenda kuliangazia hili kinaga ubaga. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabil Daniel, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Shabil, Selemani Mwalimu Gomez, mkataba wake wa kuitumikia Simba kwa mkopo msimu huu unakwenda kufikia tamati, na tumeona vitu vingi vikiwa vinahusishwa. Tuanzie hapo. Klabu ya Simba inabidi wafanye nini hasa kwa lengo la kumbakiza mshambuliaji ambaye amekuwa na stadi mzuri wa kufunga mpaka hivi sasa magoli 7 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League? Si haba. Ukisema wafanye nini, nadhani ni hela tu ndo inayotakiwa wao wafanye ili iweze kumbakiza mchezaji. So sio mchezaji wao, ni mchezaji wa Wydad Athletic, na bado ana mkataba mrefu wa zaidi ya miaka 2.5 ambayo imebakia kwenye mkataba wake, kwa sababu wakati anasajili Wydad msimu uliopita alisaini mkataba wa miaka 4.5. Kwa hiyo alitumikia nusu msimu uliomalizika, lakini pia msimu huu mmoja amekuwepo Simba. Kwa hiyo bado hajatumika ipasavyo na timu yake ambayo inamiliki klabu yake mama ya Wydad Athletics. Kwa hiyo yupo huko kwa mkopo. Simba walipa fedha nyingi tu kupata saini yake kwa mkopo. Kwa hiyo mkataba wake ukiisha ule mwaka mmoja anapaswa kurejea kwenye timu ambayo inamiliki. Sasa maana ukiniuliza Simba afanye nini, huwezi yani kwenye mali ya mtu mwingine huwezi kuweka mipango yako. Yani Wydad ana mipango yao, Simba nayo inawezekana na mipango yao. Inawezekana Simba wanatamani kubakia naye, lakini pia Wydad pia klabu ambayo inamiliki ina mipango yake mingine na mchezaji wa mkopo. Ndio maana wazungu na msemo mmoja kwamba fall in love na mchezaji wa mkopo. Yani usiingie kwenye mahaba na mchezaji ambaye sio wako kwako. Yani mwisho wa siku utaishia kuumia. Kwa hiyo sasa hivi inachobakia tu ni kazi. Anafanya Selemani Mwalimu anafanya kazi yake Simba waliomleta pale. Then mwisho wa siku klabu zote sasa zifanye tathmini. Kama Simba anataka kuendelea naye, na bado wanapaswa kurudi kuzungumza na uongozi wa timu yake ya Wydad kama watakuwa tayari pia kumuuza ama watakuwa tayari pia aendelee kusalia hapo kwa mkopo. Lakini kama Wydad pia na mipango mingine na wewe mchezaji, anaweza ka Britain akabaki kwenye kikosi chao kwa ajili ya msimu ujao, ama wakaona anaweza kaenda sehemu nyingine pia kwa mkopo akacheza pia kuendelea kukuza karia yake. Sawa, unafikiri Simba ni kiasi gani watakuwa bize walisha kubwa kutafuta washambuliaji na wote kama wakiondoka kwenye kikosi chao cha wekundu wa Msimbazi Simba, na itawakarimu vipi hasa wekundu wa Msimbazi Simba kupata replacement sahihi Selemani Mwalimu? Washambuliaji wapo, tena wapo wazuri tu zaidi ya Selemani Mwalimu, ila ni fedha ambayo inatakiwa kutoka, kwa sababu kwa dunia sasa hivi kwenye mpira wa miguu eneo ambalo lina gharama kubwa kuliko maeneo yote kiwanjani, eneo la strikers. Ndio maana umeona kwa mfano wapinzani wao Young Africans wamekwenda mpaka nchini Poland kumchukua Depu. Wamelipa fedha nyingi sana kule kumchukua Mwangola huyu. Unaona Mamelodi Sundowns wamesearch striker wengi hapa Afrika, lakini wakaona hamna kitu, wakaenda mpaka Colombia kule kumchukua Brian Leon, wakalipa zaidi ya bilioni 8 kumchukua mshambuliaji huyu ambaye anafanya vizuri mpaka sasa hivi. Kwa hiyo Simba lazima pesa iwatoke. Kama wanahitaji quality striker, lazima fedha wakubali kutoa fedha mfukoni, kwa sababu sio aina wachezaji ambao wanapatikana cheap, ama wanapatikana kwa gharama ndogo. Lazima utoboke kweli kupata quality ambayo wewe unaitaka. Sasa binafsi yako unaona ni heri Simba wamng'ang'anie Selemani Mwalimu wafanye mazungumzo mazuri na uongozi wa Wydad Casablanca, ama ni heri kwa sababu wana faida ya kuwa na mchezaji ambaye ni mzawa Selemani Mwalimu, ama waingie sokoni tena kwa gharama kubwa kutafuta mshambuliaji ambaye atakuwa ni bora na anaweza ka replace nafasi ya Mwalimu? Nafikiri wanaweza wakazungumza na Wydad. Wanaweza kuzungumza na Wydad wakaendelea kufanya biashara hata ya mkopo.
Na kwa mfano Wydad, mimi nikiwatazama Wydad sidhani kama wana shida sana Selemani Mwalimu kwa quality ya washambuliaji walionao. Yupo top scorer katika timu yao Hamza Anuri Morocco, ana magoli 5 kwenye ligi. Anaendelea kufanya vizuri sana kwa level ya kiwango chake, yupo ahead kwa Selemani Mwalimu. Yupo Wissam Ben Yedder, striker huyo ameendelea kufanya vizuri akiwa na Sevilla, bado yupo pale anafanya vizuri sana kwenye eneo la ushambuliaji. Hawa ni striker wawili tu ambao nimekutajia, ambao ni striker wawili ambao nimekutajia kwa viwango na ubora wapo ahead ya Selemani Mwalimu. Kwa hiyo kama Selemani Mwalimu ni wa kurejea Wydad msimu ujao, ina maana mwenyewe atakuwa amekubali kuwa striker la chaguo la 3 au mpaka la 4, au ndo tunarudi pale pale atafute eneo lingine la kucheza. Na wakati anasajiliwa Wydad alikuta pia kuna nafasi yake na watu, akawa anatumika kama kiungo mshambuliaji wa pembeni. Kwa hiyo itategemea na evaluation ya Wydad wenyewe wataifanya vipi. Kama wanaona anawafaa anaweza akabaki, lakini kama wanaona bado ni mchezaji ambaye ili kiwango chake kikue anahitaji game time, nadhani wataendelea kumtoa kwa mkopo, na itakuwa sasa ni preference ya mchezaji. Kama ameishi vizuri mpaka mwishoni mwa msimu, atakuwa maisha yamemwendea vizuri ndani ya Simba, anaweza kaongea tuna Wydad bana, kama ni loan kunitoa kwa mkopo nirudisheni nilipokuwa msimu uliopita ambao ni msimu ambapo iko na Simba. Sasa kipengele pia kitakuja kwamba Wydad watademand loan fee. Hapo sasa ndo zinakuja offer, ndo unasikia hizi Yanga sio wanataka kulipa milioni 100, zaidi ya milioni 135 kama loan fee ya kumchukua Mwalimu mwishoni mwa msimu. Sasa kama ndo asking price ya Wydad, ina maana Simba nao wataulizwa, bwana mpo tayari, mnamtaka huyo mchezaji abaki kwenye kikosi chetu, mpo tayari kulipa hii hela ambayo tunaitaka ili mchezaji arudi kwenu, ama tumwache tumpeleke sehemu nyingine? Kwa hiyo mwisho wa siku pia the matter itakuwa kwenye mikono ya Simba. Kama watataka kumretain mchezaji huyu kwa mkopo tena, walipe kiasi cha fedha, ama wakiona ni kingi waachane nayo, watafute striker mwingine. Sawa, umezungumza Young Africans kuhusishwa naye hapo Selemani Mwalimu. Hili la Selemani Mwalimu na Yanga limekaaje moja kwa moja? Ni tetesi ambazo zipo. Binafsi ni kuuliza kwangu na kufuatilia, sijapata majibu ambayo ni sahihi. Na unajua kwenye usajili wa wachezaji kuna vitu vingi ambavyo huwa vinatokea nyuma ya pazia. Inawezekana pia kuna watu wanachezesha hii michezo kwa ajili ya kutengeneza mazingira ambayo mwisho wa siku yatamfanya mchezaji ndo awe kwenye faida ya hichi ambacho kinaendelea, kwa sababu mchezaji anapoelekea mwishoni mwa mkataba wake, ili aupate mkataba mpya, kuna story nyingi, kuna shoti nyingi ambazo zitapigishwa hapo katikati. Atahusishwa kwenda huku, atahusishwa kwenda huku, ili tu kupandisha thamani na klabu ambayo inamiliki kwa wakati huo ione thamani ya uwepo huyo mchezaji. Kwa hiyo ili watumie nguvu kubwa kumbakisha, mwisho wa siku maisha mengine yaweze kuendelea. Inawezekana ni tactics ambayo management ya mchezaji Selemani Mwalimu mwenyewe ina play part kwenye media kupitia personalities wa masuala ya habari za kimichezo na masuala ya usajili, ili kuendelea kuvalue mchezaji huyu Selemani Mwalimu kwa katika namna ya juu kidogo. Lakini kama ni kweli, nadhani kitu kingine kinachofanya pia ili dili lichangamke, Selemani ni mchezaji mzao, yani hawezi kugharimu kwamba akiingia pale labda tutakuwa mna washambuliaji wa kigeni si watatu. Ni mchezaji ambaye hata akija anaendelea kuongeza depth ya ubora kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kama Yanga wako serious, ni jambo zuri, kwa sababu mwisho siku wao wakimpata huyo mchezaji wanaongeza quality na option zaidi kwenye eneo lao la ushambuliaji. Lakini kwa nini mimi sidhani kama hizi habari zina ukweli? Ni kwa sababu Young Africans kiangalia kwenye eneo lao la ushambuliaji hawana uhitaji wa Selemani Mwalimu. Yupo Depu, yupo Dube, washambuliaji wawili, yupo Clement Mzize is going to be back kwenye kikosi. Yupo Mwanengo anaweza kacheza katika eneo hilo. Sioni mna striker wanne ambao ni top quality. Hiyo ndio maana ya timu kubwa always. Kuna timu ambayo inaweza kajenga kikosi cha washambuliaji watano. Nasema replacement Mwalimu anampa machaguo ya kutosha kwenye uchaguzi wa kocha. Ndajie timu duniani yenye striker watano. Unategemea na kuna kipindi National Al Ahly walikuwa wana washambuliaji zaidi ya 3 kwenye kikosi chao. Sasa Yanga watataka kuwa na 5. Alikuwepo Mabuali, alikuwepo Nejik Gladsa, alikuwepo pia na Sharif.
Umeona hao wote ukiangalia ni top class strikers kwenye kikosi. Mwalimu Je Therapy alikuwa na machaguo ya kutosha kwenye kuselect kile ambacho anakiamini yeye ni bora kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa Young Africans kuhusishwa na washambuliaji ama kuwa na washambuliaji wengi kwenye kikosi chao ni sehemu ya moja ya maisha ya klabu kubwa. Of course hata kama mkuu saba mwalimu anakuwa na wale machaguo kwa sababu game plan always hazifanani. Mwalimu atakuofa kitu ambacho Depo hana. Depo atakupa kitu ambacho mwalimu hana. Dube the same. Kwa hiyo kwa timu kama Young Africans, Yanga kwa ambapo kwa msimu mmoja wana compete zaidi ya mashindano 5. Utazungumzia ligi kuu, Confederations ya TFF, Champions League kama na hivyo, Muungano, Mapinduzi. Kwa hiyo inawapa mwalimu uwanda mpana na zile fatiki zinakuwa hazipo. Kwa hiyo mimi naona jambo la kawaida. Ukisema Young Africans haina mshambuliaji kama mwalimu, mshambuliaji ambaye anafunga na kila kocha anataka mshambuliaji ambaye anafunga. Dube afunga. Unaweza ukawa of course anafunga lakini afunga. Wawe wengi katika hilo. Zizi afunga. Wawe wengi katika hilo. Sasa Kuna injuries kwa mfano. Hizo ni tamaa. Kwa mfano Young Africans leo hawana Clement Mzize kwenye cost yao. Mwalimu anaanza kamisi huduma ya Clement Mzize na watu wanaona of course. Mwalimu anaanza akaja replacement kwenye ile nafasi. Kuna kipindi Young Africans walikuwa wanakosa mshambuliaji backup ya Manengo, Dube injury, Depo injury. Yaani kwenye scenario kama hizo unafanya nini? Hakuna timu duniani inaweza kufanya huo uchizi wa kulipa milioni 135 ada ya usajili wa mkopo, imlipe mchezaji zaidi ya milioni 20 kuja tu kuwa backup ya Clement Mzize. Hiyo wewe ukiwa mwenye timu unaweza kufanya hiyo move. Na mimi tutolee mfano, Eastern kama Aspire National Alali anakula kiasi gani cha fedha? Anafanya nini? Achana mazingira ya Lali. Tuzungumzie Tanzania. Tunazungumza the same pia tunazungumza kwenye klabu kubwa ambao wao yaani umlipe mtu milioni 20 aje kuwa backup ya striker namba 3. Yeah, of course Marouane Othman pale Misri. Sitaki ndio wachezaji huko. Marouane Othman alikuja pale kama backup lakini Mwalimu Je Therapy anamtumia sana kwenye game nyingi currently. Kwa hiyo ukisema Young Africans hawana uhitaji wa Selemani Mwalimu, mshambuliaji ambaye ana uhakika wa kukupa goal 10 kwa msimu kama katika mechi ngapi? Hata kama lakini goal 10 kwa msimu. Atacheza mechi ngapi Yanga? Mbele ya Dube, mbele ya Depo, mbele ya Mzize. Mwalimu wakati akiwa na Fountain Gate alikuwa anatumika kama mshambuliaji wa pili kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo Mwalimu pia anaweza akaopt. Basi nisikilize mimi. Yanga hawana uhitaji na Selemani Mwalimu. Ni tamaa tu za kutaka kukomoana, ila hawana uhitaji na Selemani Mwalimu. Hayo ni ya Shabel Daniel ambaye anazungumza kwamba Young Africans hawana uhitaji na mshambuliaji Selemani Mwalimu ambaye ameanza kuhusishwa kurejea kwa timu yake ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco. Lakini Young Africans tayari kuna fununu kwamba wameshapenyeza taarifa za kumhitaji mshambuliaji huyo. Tuambie Young Africans wana uhitaji Selemani Mwalimu au tu ndio chokochoko za usajili kwa hizi timu kubwa za Kariakoo Tanzania. Hadi wakati mwingine, naitwa Leopold John. Nilikuwa hapa Shabel Daniel.